Ni safari ndefu kidogo kutoka Dar es Salaam mpaka visiwani Zanzibar, na hapa nimefika nyumbani kwa hayati Seif Sharif Hamad Maalim, ambaye anakumbukwa sana kwa siasa zake hapa Zanzibar. Hapa ndipo nyumbani kwake, na hili ndilo lango linaloruhusu kuingia ndani humu. Asante. Karibu tujue maisha ya Maalim Seif nje ya siasa. Karibu sana kwenye exclusive ndugu zangu. Nipo kwa anti yangu maarufu sana, tunamuita anaitwa anti hapa Zanzibar, lakini jina lake halisi ni Bi Awena Sinani Masud, mke wa hayati Maalim Seif Sharif Hamad. Na hapa ni nyumbani kwa hayati Maalim. Tumekuja hapa walau kuchota busara, kuzungumza na kujua machache kuhusiana na Maalim Seif nje ya siasa. Tunashukuru sana kwa ukaribisho anti. Asante. Ndio. Vipi maisha yanaendeleaje? Maisha yako sawa tu. Tunaishi vizuri alhamdulillah, pamoja na kuwa ndo niko mpweke mpaka sasa. Ndio. Lakini maisha yanakwenda kama alivyotuandalia Allah. Sawa. Pengine kwa watu wasiojua kuhusiana na mahusiano yako wewe na Maalim, kimsingi mmeishi kwa muda gani na Maalim Seif? Ni karibu miaka 45 sasa toka tumeoana. Tumeishi kama mke na mume wa kawaida, na alikuwa ni mtu mwepesi tu sana katika majukumu yake. Si kwamba aliuvaa ule ukubwa mpaka nyumbani. Nyumbani nilikuwa free kabisa kama mke na mume. Nyumbani unamwona mume huyu? Mume tu basi. Akirudi kazini yuko kazini, akija nyumbani yuko kwake na familia yake. Alhamdulillah. Sawa. Wewe ndiye mke pekee wa hayati Maalim. Hivi kwa nini hakuwa na mke wa pili pengine unadhani? Sasa siwezi kujua siri yake, labda mwenye alitosheka, waliridhika na maisha tulokuwa tunaishi. Huwezi kumjua mtu ndani wake. Naam. Lakini tafsiri ni kwamba ulikuwa unatimiza majukumu yako kwa asilimia 100. Nadhani ndio maana hakuoa tena. Sawa. Kabla ya kifo cha Maalim Seif, pengine maneno ya mwisho mlipata mlizungumza kuhusu nini? Zaidi ni maradhi, kwa sababu ndo alikuwa keshaanza kuumwa. Kwa hivyo maneno ya mwisho nilikwenda hospitali kumuona. Ndio. Tukazungumza, nikampa pole na kanieleza hali yake ilivyo, kwamba alikuwa anasaidiwa sana, madaktari walikuwa wanajitahidi. Wanajitahidi sana kwa huduma, walikuwa wanamjali kwa kweli hapa Mnazi Mmoja. Ama kwa Dar es Salaam tena sikuwahi kuzungumza naye. Lakini kwa hapo walikuwa wanajitahidi, na nawashukuru madaktari zaidi, na huduma alikuwa anapata vizuri. Ndio. Hayo ndo maneno ya mwisho tulozungumza. Sawa. Wakati wa kifo cha Maalim Seif kulitoka habari kwamba kilichoondoa uhai wake ni kutokana na maambukizi ya uviko 19. Na wakati huo kwa hapa nchini kwetu ilikuwa kutangaza kuhusiana na uviko ilikuwa ni swala zito na gumu, watu wanapata utata. Kwa nini nyinyi kama familia mliridhia kusema wazi kile kilichomuondoa Maalim? Ni kwa sababu tulitaka tujue, jamii ijue kwa hili swala lipo. Na wala halina kificho kwa kweli. Huwezi kuficha maradhi. Mwenye kuficha maradhi mauti atamfichua. Kwa hivyo huwezi kuficha maradhi wakati unayo. Utangazie umma ili waweze kujihami mapema, wajue kuchukua tahadhari, wasijiachie tu wakatembea ovyo, kwa sababu ukisema hakuna maradhi ni kuachia watu free. Watu wanatembea, watu wanakwenda kwenye mashughuli, hawana wasiwasi. Lakini ukitangaza lile swala kwamba jamani, huyu adui yupo katika nchi, kila mtu atachukua tahadhari. Kila mtu atachukua tahadhari zile zinazowekwa kiafya. Sasa ni kupunguza athari zaidi. Ili alitangaza kwa ajili ya kupunguza ile athari
yale maambukizi nahisi yangepungua au yalipungua, kwa sababu kila mtu alijua kujilinda upande wake. Sawa sawa. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu kuu ya kusema wazi. Ile kusema wazi, hakuna haja ya kuficha. Mtu hawezi kuficha maradhi. Utaficha vipi maradhi? Utangazie maradhi ili watu waweze kutafuta tahadhari na kutafuta madawa yakae karibu. Kama hivyo. Sawa sawa. Nakumbuka wakati wa kifo chake na haswa wakati wa maziko, watu wengi walijitokeza kumzungumzia uzuri sana Maalim, wakiwemo viongozi wa CCM ambao walikuwa ndio washindani wake kwenye siasa. Je, walichokuwa wanakizungumza ndio ulikuwa uhalisia wa namna ambavyo walikuwa wanashirikiana na Maalim Seif? Nahisi baadaye walikuwa wanashirikiana, kwa sababu yeye baada ya kuingia kwenye uongozi alifanya kazi kubwa ya kuweka mambo sawa. Kwa hivyo nahisi hata kama mtu alikuwa kidogo ana wasiwasi naye, alikuwa ana chuki, zilipungua kiasi fulani. Na alifuta kabisa, kwa sababu alifanya ziara Unguja na Pemba ili kuweka watu sawa, kuita umoja, kuwapa nia yake kakusudia nini yeye katika uongozi na malengo yake ya muda mrefu. Kwa kweli ilikuwa ni kuweka watu pamoja, kushirikiana ili kuweza kuisogeza mbele Zanzibar yetu. Sawa sawa. Hivi karibuni baada ya Maalim kuondoka, maana yake alichukua ndugu Masud, alichukua nafasi yake kama makamu wa kwanza wa rais. Wengi wanasema Masud alikuwa ni moja kati ya watu ambao walishirikiana kwa karibu sana na Maalim. Na sio mashirikiano yao hayakuwa ya wazi, ni kama yalikuwa ya pembeni hivi, ya kutokuwa wazi. Ni kweli kulikuwa kuna mahusiano ya karibu sana Maalim na Masud? Sana. Na alikuwa akitamani apate hiyo nafasi hata kama yeye asingelikuwepo? Yeye alikuwa anashirikiana naye sana. Kwa kweli mambo yake mengi ya ndani alikuwa anayajua yeye Masudi. Kwa hivyo ni dhahiri kwamba alimpa ule umbele kama ni mtu wa pili, manake kuweka kama anamtayarisha manake kimaisha au kiuongozi, alikuwa yuko karibu naye sana. Kwa nini kulikuwa kuna usiri wa mashirikiano yao sana? Kila mtu ana imani yake mwenyewe. Kitu chochote lazima kianze kwa siri kwanza. Huwezi kutangaza hata harusi, huwezi kuitangazia kwanza. Huwezi kutangaza posa, unatangaza harusi. Sawa sawa. Yeye alikuwa yuko kwenye serikali wakati ule, Bwana Masudi. Na mambo haya yanataka kiutaratibu kwa kweli. Huwezi kujitokeza tu wakati uko serikalini, mara inaweza likatokea lolote. Tuzungumze sasa jinsi ambavyo ulikuwa ukiishi na Maalim Seif kwenye hizi harakati za siasa. Wakati anashiriki harakati za siasa hizi, ni wakati gani ulikuwa mgumu sana nyumbani? Mimi nilikuwa namuona sawa tu kwa kweli, kwa sababu hata kama ana mambo yake mwenyewe alikuwa hanidhihirishi. Ndio kwamba saa hizi mimi nina frustrations zangu, usifanye hivi, usifanye hivi. Mimi nilikuwa namuona sawa, kwa sababu Maalim alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaweza kudhibiti hasira zake. Yale mambo yake mwenyewe alikuwa anayaweza kuyadhibiti, na alikuwa ni msiri sana wa mambo haya. Sawa. Huwezi kumjua kirahisi. Mpaka umdadisi sana. Na hapo basi hakupi yote. Na pengine alikuwa hatamani kukuambia kwa sababu anahisi na wote ingia. Anaona nitaleta joto na mimi pengine. Sawa. Wewe binafsi umewahi kupata shida yoyote kwa sababu tu ni mke wa mwanasiasa? Shida ya kama kwenye uongozi? Yaani kwa sababu tu yeye ni mwanasiasa au ukapitia madhila yoyote? Mengi sana. Mbona? Imekuwaje? Wakati kwanza kinaanza chama, ilikuwa kwa kweli tunapata mitihani mikubwa. Saa nyingine tunakuja tunasachiwa, saa nyingine unaambiwa kama kazi. Mimi nilifukuzwa kwa kweli, nilisimamishwa kazi ya walimu. Niliambiwa nichukue likizo kwa lazima, pamoja na kuambia sina shida ya likizo, lakini nikaambiwa lazima uchukue likizo. Nikachukua likizo. Baada ya muda nikaletewa barua ya kufukuzwa kufukuzwa shule, kufukuzwa kazini, kwa sababu nilikuwa mwalimu.
na mimi nikaamua kukaa kitako, na hilo naona ni athari kubwa sana hiyo, kwa sababu umefanya kazi miaka 12 au na zaidi, hafla tu kwa sababu ni mke wa fulani ukaambiwa kaa kitako, wala hakuna chochote kilichoendelea, hulipwi marupurupu nini mafao yako ndo umepoteza kila kitu kwa sababu tu ya kuonekana uko kwenye meza ya kiongozi, umekaa pamoja na kiongozi, we ni mke wa kiongozi, kwa hivyo hutufai katika serikali. Hayo ni mateso makubwa. Nimewahi hata kutiwa ndani mara 2. Kosa lako ni kwa nini sasa? Kosa langu ni kutembelea wananchi. Kosa langu ni kutembea kwa wanachama wetu ili waweze kujua kwa huyu ni mke wa fulani. Kwa hivyo katika safari zangu niliwahi kukamatwa mara 2, nikawekwa ndani, lakini sikufunguliwa mashtaka. Kwa sababu aliangalia kaona hili suala halina mwelekeo, ni amri tu ya mkubwa fulani, mkamateni mumweke ndani, basi nikawekwa ndani. Sawa sawa. Kweli ni madhila mama. Sana na kwangu waliwahi kuja askari waendesha watoto wangu kichura. Baba yuko ndani wakati huo. Kwa hiyo kuendesha watoto kichura. Mimi nikaambia wateseni sana kwa sababu mateso hayaui. Kama ni kufa ingekufa yule aliyekojela huko saizi. Kwa sababu hana raha huko. Kwa hivyo waendesheni kichura hao, wakisha wataendelea na maisha kama kawaida. Naam. Sawa. Na watoto unazungumzia ni watoto wenu wa kike? Watoto wangu wa kike. Walirushwa kichura. Ndio maisha, tutafanya nini sasa? Kwa maana yake mama, kwenye maisha ya ukiwa mke wa kiongozi sio kulabata kama watu wanavyodhani wake wa viongozi wanakulabata. Sisi tulikuwa tunasaidiwa, hasa yuko ndani Maalimu, ilikuwa wananchi jirani zangu, ndugu zangu ndo wananiendesha. Hakuna bata hapo. Anayekuja na dagaa unachukua, anayekuja na muhogo unabeba, anayekuja na shelisheli unachukua, maisha yanakwenda. Baba ndo hayupo. Bata liko wapi? Sasa nyinyi hamkutamani kumshauri baba, hebu achana na hizi siasa zinatutesa? Tumshauri nini? Na tunajua anafanya haki, anatafuta haki ya Zanzibar. Huwezi kumwambia waacha kwa faida yetu sie family tu. Sawa. Sasa pia alisema siasa ni mke wake wa pili kiacha wewe. Naam. Na inaweza kuwa hata pengine alikuwa wa kwanza. Kwa siasa ilikuwa ni mke wa kwanza. Kwa sababu kwa sababu ukimwambia pumzika, anakwambia mimi hizi kazi nimezinunua kwa pesa hizi. Kwa hivyo niache nifanye kazi, hakuna kupumzika. Kwa hivyo ina maana ile siasa ndio mke wa mwanzo ule kuliko hata mimi. Anakwambia mimi hii kazi nimeitafuta kwa pesa hii. Sasa unaniambia nisikae ofisini nifanye nini sasa? Na hii kazi nimeinunua mie kwa pesa hii. Wacha tufanye kazi. Sasa tokea unaona tabu mpaka mwisho unazoea maisha. Kwa namna hiyo huwezi kumshauri mtu huyu aiache siasa. Huwezi, unazidi kumhamasisha hasa. Badala ya kumvunja moyo. Sawa. Ndugu zangu, tunazungumza na mke wa hayat Maalim Seif Sharif Hamad hapa nyumbani kwake kuhusiana na maisha ya Maalim pengine nje ya jicho ambalo tulikuwa tunamfahamu. Sasa baada ya kupitia misukosuko yote hiyo, mama, na wewe tayari ni mwanasiasa. Unafikiria kuingia kwenye siasa, kwenye majukwaa huko tukuone ukipambana? Mimi kabisa si mwanasiasa. Mimi hawa nimewachukulia ni watoto wangu, baba yao kafa, wako na mama yao, anayekuja na ushauri ninampa kama nitauweza. Wakinialika pahala ninakwenda kama mama yao, lakini sina habari ya siasa kabisa. Natoka mwanzo mimi nilikuwa naambia mimi si mwanasiasa. Mimi ni mtu ambaye niko chini ya Maalim na wajibu wangu ni kumsaidia mume wangu. Basi kaondoka yeye, watoto wamenikubali, nitakwenda nao, lakini sina nia ya kugombea uongozi kabisa. Sawa. Naam. Sawa. Wakati kwa mfano tunaingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2020, kuna watu walikuwa wanajitokeza na kusema pengine kwa umri wa Maalim sasa imetosha, asiendelee kugombea. mkizungumza naye, yeye alikuwa anasemaje kuhusiana na umri pamoja na siasa?
Kweli umri ulikuwa umekwenda, lakini sasa naona wananchi bado wanamhitajia. Ilikuwa zaidi anapata pressure ya wananchi kuliko ile interest yake yeye mwenyewe. Ilikuwa zaidi ni pressure za wananchi, kwa sababu wananchi walikuwa ndo wanamjia kumuomba asiwaache mkono. We umetupa ahadi utakuwa na sisi nje ya serikali au ndani ya serikali, mpaka jambo hili letu lifanikiwe. Zanzibar tuione Zanzibar iko vizuri. Kwa hivyo bado wanamwambia una nguvu bado za kuweza kutusaidia. Hujawa mtu wa kuwa usiweze kutoa mawazo yako, na mawazo yako lazima utayatoa katika uongozi. Ukiwa nje itakuwa ni hafifu kidogo kuliko utakapokuwa ndani ya serikali. Sawa sawa. Kwa hiyo yeye mwenyewe alikuwa hatazami pengine lini ataachana na siasa kustaafu na alikuwa hana nia hiyo. Naona alikusudia yeye aache kama hivi alivyoacha kwa kifo. Kwa sababu ndo alikuwa watu hawakubali kumwacha. Sio yeye, watu zaidi walikuwa wamembana. Sawa sawa. Tusaidie kidogo kutupa picha ya namna ambavyo ilikuwa ngumu kwa Maalim Seif kukiacha chama cha CUF ambacho alikihudumia kwa takribani miaka 26 hivi na kuhamia ACT. Hali ilikuwaje? Lazima utapata shock kwa mwanzo, kuacha kitu ambacho umekitayarisha mwenyewe na kimechukua muda mrefu, na unaona kwamba watu bado wanakukubali. Kwa hivyo kuacha tu ilikuwa ni mtihani, lakini baada ya kusema ulipo tupo, alishusha pumzi, kwa sababu alijua atakapokwenda popote anakwenda na watu wake mwenyewe. Popote atakapojiunga, kajiunga kwenye chama chengine, wafuasi wake wenye imani naye wamemfuata. Kwa hivyo pamoja na kwamba alikuwa anahisi uchungu, lakini alipata faraja ya kuungwa mkono na wale wenzake ambao walitoka nao mbali, na pamoja na wanachama walikubali, na yote ni kutokana na kwamba alikuwa na msimamo mmoja, alikuwa hatetereki, na alikuwa na nia na lengo la kufanya kitu katika Zanzibar. Kwa hivyo watu walimuamini na yeye aliwaamini watu. Kama nilivyosema, niliwahi kusema kwenye mkutano mmoja kwa walimshiba. Raia tulimshiba. Kwa hivyo na yeye alitushiba kutokana na ile imani yetu. Kwa hivyo akaona hawezi kutuacha mkono hivi hivi tu, lazima ingeumiza watu wengi kwa kweli. Sawa sawa. Sasa hii ya ACT kimsingi ni kwamba yeye mwenyewe alikaa chini akapima akasema sasa naachana na CUF naenda ACT, ama pia kulikuwa kuna ushawishi wa watu kumwambia sasa nenda chama hiki? Hayo siwezi kuyajibu. Hayo siwezi kuyajibu kwa sababu yako nje ya uwezo wangu. Nikisema nitasema uongo sasa. Lakini pengine alipokuletea shauri la kwamba sasa mama mimi naona niende huku? Hawezi kufanya hivyo. Yeye mambo yake kama nilivyokuambia ni mambo alikuwa anaendesha mwenyewe kisiri. Okay. Mambo ya ndani kama hivyo hawezi kukupa Unajua wanawake tena ukikamatwa sikio na unamkamata mwenzako. Unanongoneza huku na huku. Mimi nimekamatwa sikio bwana. Kwa hivyo na wewe nakukamata. Kwa hivyo kitahamaki yote chene. Sawa sawa. Ningetamani kujua kidogo, turudi sasa kwenye mambo ya nyumbani. Tutapiga siasa, tutarudi na nyumbani kidogo. Akiwa nyumbani, Maalim alikuwa ni mtu anayependa kufanya vitu gani hapa nyumbani? Alikuwa ni baba wa kawaida kusema kweli. Na kuna wakati mwenyewe aliupanga maalumu, ana wakati wa ibada, anafanya ibada zake, na hata akija mgeni wakati huo akikwambia saa hizi sina wakati, mwambia nisubiri au ende zake. Na alikuwa na wakati mwenyewe wa kucheza na watoto. Ndio kama nilivyokuambia, alikuwa ni baba wa kawaida. Kuna wakati watoto wenyewe wanajua sasa kwa kipindi hichi babu yuko free, huna haja hata ya kuambia au kuwaita. Mwenyewe wakifika saa zao walikuwa wanatoka kwa babu. Wanaitana na kwenda zao, anazungumza nao, anacheza nao, anawapa pipi. Wakitoka watoto wamefurahi. Kwa hivyo alikuwa anaishi maisha ya kawaida kwa kweli. Sawa sawa. Kwa hiyo ulivyosema kwamba alikuwa anapata muda na watoto. Maalim alisema wewe umekuwa na mchango mkubwa sana wa malezi ya watoto, kwa sababu muda mwingi naye alikuwa na heka za kufanya shughuli za siasa. Wewe kwako ilikuwa inakupa changamoto gani
kama mama kuwa mlezi mara nyingi kuliko baba? Kwa vile nilielewa lile lengo lake, sikupata tabu, na nilijua kama ulezi wa watoto mara nyingi unaelekea kwa mama. Mama ndo mlezi hasa wa watoto. Kwa hivyo nilikuwa nafanya jukumu langu. Ndio. Sioni kwamba ni mzigo kaniachia, wakati kanitimizia mahitaji yangu. Watoto wanahitaji nini? Wanahitaji hichi, wanahitaji hichi, wanahitaji kula vizuri, kuvaa vizuri, anakuandalia mwenyewe kwa mwezi, basi unakwenda zako freely. Na watoto unawalea kama kawaida mwenyewe. Mwenyezi Mungu anakupa msaada wake, anakusaidia Mwenyezi Mungu. Kwa kimsingi alikuwa anatimiza wajibu kama baba. Kama baba alikuwa anatimiza wajibu. Sawa sawa. Mmejaliwa watoto 5 wa kike? Watatu. Okay, wa kike. Uwepo wa watoto wa kike kwa kiango hicho kwenye familia, hakukuwa na tafsiri au picha ya mfumo dume pengine kutoka kwa watu? Sasa watu kuhusu nini manake? Wa kupata watoto wote wa kike, labda picha ya mfumo dume. Maana kumekuwa na familia zikiwa na watoto wa kike watupu. Sasa hakukuwa na tatizo. Kwa sababu hasa mwenyewe alikuwa anakuambia mtoto ni mtoto tu. Ukipata mwanamke sawa, ukipata mwanamume wote ni sawa. Na watoto wanawake hasa nakwambia ndo wanaokulea hawa. Watoto wanawake ndo walezi hawa. Kwa hivyo sikupata ile kwa nini tuwe na watoto wanawake watupu au kupata watoto wanaume. Kwa mwenyewe anawapenda na anaishi nao kama kawaida. Na zaidi alikuwa anawapenda kweli kweli. Sawa. Kwa naongea na ndugu yangu mmoja, yeye ni kiongozi wa kidini. Ukifika nyumbani kwake, pamoja na mambo yote mtazungumza, lakini haachi kuzungumzia masuala ya kidini. Maalim katika kuzungumza na wanae, na nyinyi mnakaa labda mnapiga naye story, pia mlikuwa mnazungumza siasa hapa nyumbani? Hapa nyumbani? Siasa ina wakati wake, nakwambia. Siasa kabisa hatuzungumzi siasa hapa. Siasa hakuna. Siasa na watu wake mwenyewe anazungumza nao siasa. Sawa. Kwa hiyo katika watoto wake kuna ambao labda pia wanatazamia, wameanza kuonyesha dalili za kwamba wanaingia kwenye siasa? Hakuna hata mmoja. Sawa. Asante sana. Na tunamaliza kidogo hapa mazungumzo yetu na Aunty Awena kuhusiana na maisha ya Maalim Seif. Nimefurahi sana kukutana naye leo. Unawezaje kumtofautisha Maalim? Unawezaje kumtofautisha Maalim wa CCM, wa CUF na ACT? Mimi naona sio ni tofauti, kwa sababu kila alipokuwa anafanya majukumu yake kama alivyokuwa anategemewa. Kama alivyopangiwa majukumu ndo alikuwa anatekeleza kwa udhati kabisa, kwa usafi wa roho yake. Hakuwa na kwamba mimi hapa ni hivi, hapa ni hivi, kwa sababu ile ni kazi na kaikubali mwenyewe ya siasa. Kwa hivyo alipokuwa popote mwenyewe anafanya ile ndio ni kazi yake, anafanya kama kawaida. Kwa hiyo wakati wote alikuwa sawa tu? Sawa tu, kule alikuwa anafanya majukumu yake kikamilifu, anashirikiana na wenzake katika uongozi, wanashauriana, anatoa mawazo yake na walikuwa wanamkubali. Anatoa mawazo yake na wao wenzake wanatoa michango yao, wanashauriana pamoja. Basi kazi inakwenda. Na hii ACT na hisi ni hivyo hivyo. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba Maalim alikuwa ni yule yule? Tofauti ni chama tu? Tofauti ni chama, lakini malengo yake yalikuwa ni yale yale, kuiona Zanzibar iko vizuri, iko na umoja, ina maendeleo, watu wanashirikiana, hakuna ubaguzi wa Wazanzibari na Wapemba, hakuna ubaguzi wa Tanganyika na Wazanzibari. Lile ndo lilikuwa linamuuma zaidi mimi nahisi. Safi sana, umezungumza kitu kizuri kwamba kuhusiana na imani kwenye taifa. Watu wengi wanaisikia na kuizungumza tu Zanzibar moja yenye kuunganika na yenye maridhiano kwa sababu ya tofauti za kisiasa hasa wakati wa uchaguzi. Fikra za Maalim kuhusiana na Zanzibar kuiweka moja, haswa yeye tamaa yake ilikuwa anataka kuona nini? Tamaa yake ni kuiona Zanzibar iko huru. Zanzibar iko huru, ina maamuzi yake, haidhuru muungano tunao, lakini kila mmoja ana lake linalomhusu na anajua pa kukimbilia likimshinda.
Zanzibar iwe inajiongoza yenyewe, haina kuwa imeikewa sheria fulani wa lazima upate sheria kibali kutoka wapi ndio ufanye jambo lile. Ile Zanzibar iwe ni Zanzibar kama nchi kamili, inajitegemea, na wakati wa mambo ya muungano iwe ni mambo ya muungano yako pamoja, wanayasolve kimuungano. Kila nchi ipate haki yake. Ile iwe ni Tanganyika yenye kujitegemea yenyewe mbali, na Zanzibar yenye iwe ni kujitosheleza, hata kama ni kwa mambo ya nje ijitosheleze, hata kama ni kwa mambo ya kuomba misaada ijitegemee yenyewe. Ndo nchi itakapoweza kwenda, kuliko kuvutana, yule anavuta huku, yule anavuta huku, serikali ya muungano iko hapa, haijulikani iko wapi. Kwa hivyo ni vizuri kwa kweli sawa sawa kwa Wazanzibari tuwe tuna haki yetu ya kuweza kuendesha nchi yetu kama tunavyotaka wenyewe, tuwe huru. Sawa sawa. Naam. Anti Awena, mimi nakushukuru sana. Naomba nimalizane na maswali mawili tu ya mwisho. Mawili tu ya mwisho. Kwanza ni kuhusiana na, unajua siasa zinapita mambo mengi. Umezungumzia hapa jinsi ambavyo walikuwa wanapitia vipigo, wakati mwingine kukamatwa na polisi na kadhalika. Lakini kwenye siasa hizi kuna watu wanatumia mpaka lugha zisizofaa dhidi ya bwana siasa na mpaka kugusa familia. Nyinyi ilikuwa ina wavuruga kiasi gani kama familia kuhusiana na maneno mabaya na machafu anayoambiwa mama? Yanauma kwa sababu yule ni wetu. Lazima utaumia rohoni, na pale ndio inapoanza chuki, pale ndio inapoleta mvurugano, ikahamuelewani sasa, kwa sababu hutokubali kutukaniwa mzee wako, utakubali mumeo au mume wangu au watoto mzee wao baba yao, lazima patakuwa na chuki fulani, itakuwa hamuendelei kwa vile na mwisho ilikuja wakati kwa watu watakuzikana wazikani kwa kutukanana, kwa sababu kuna kipindi nakumbuka ilikuwa ni mtafaruku, hata kuzikana watu hawazikani. Lakini sasa alhamdulillah tuko pamoja kiasi fulani sana tena. Sawa sawa. Kwa hiyo mlikuwa mnatumia njia gani kujipa uheni ya moyo baada ya matusi kama hayo na lugha zisizofaa? Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kwenye siasa, utegemee lolote. Tegemea kupona, utegemee kufa. Ndio. Baba ni mwanasiasa na yeye mnaingizwa kwenye mkumbo. Haya. Mnakubali kuyabeba. Unabeba, ufanye nini sasa? Sawa sawa. Wake wa viongozi mnapitia mengi sana. Sawa sawa mama. Mwenyezi Mungu anatulinda, lakini sawa sawa. Anatulinda sana. Sawa. Mahusiano ya hayati Maalim na hayati Magufuli yalikuwaje? Na hayo pia siwezi kuyaelezea sababu ni mambo yao mwenyewe, sijui undani wao walikuwa wanazungumza nini, wala sijui wamepanga nini kwa kweli. Lakini najua ni viongozi wakikutana wanazungumza vizuri, tena nyuma ya pazia walikuwa kila mtu anajua mwenyewe. Lakini waliokuwa wanawasiliana na wanazungumza vizuri kabisa. Walikuwa wanawasiliana vizuri kama kawaida, kama viongozi wa Tanzania. Ndiyo. Wanashauriana. Tena lililoko nyuma tena mtu atajijua mwenyewe huko. Kwa hiyo sio sawa kama watu wanavyosema kwamba pengine tulikuwa tunaona tu wanakutana wanasalimiana, lakini hakukuwa na mawasiliano mazuri. Ndio siwezi kujua kama kulikuwa na mawasiliano mazuri au vipi. Najua mie kwa mbele ya macho yetu wanazungumza vizuri kwa kweli. Sawa sawa. Sawa mama. Wanazungumza vizuri. Sawa. Mimi nakushukuru sana. Lakini ulikuwa unaona Zanzibar inaenda wapi kwa mashirikiano ya Hussein Mwinyi pamoja na Maalim Seif? Na yalikuwa yanakwenda vizuri sana. Sana sana sana. Na mpaka sasa pamoja na kwamba Maalim kaondoka, sioni kwamba kuna tofauti. Tunajua tu kwamba mwenzetu mmoja katutoka, lakini naona mambo yanakwenda sawa mpaka sasa. Kwa sababu lile aliloliacha linaendelezwa alhamdulillah. Sijaona tofauti yao mpaka sasa. Sawa. Na Maalim mwenyewe alikuwa anazungumza nini kuhusiana na Hussein Mwinyi? Anamzungumza vizuri tu. Sana sana. Anamzungumza vizuri, ni mtu muelewa, ni mtu anayependa ushirikiano, ni mtu aliyokuwa hapendi fujo, ni mtu anayependa haki. Kwa hivyo waliklik kwa kweli, mambo yao yaliklik, walikubaliana hasa kwa kweli. Tena Mwenyezi Mungu akafanya rehema zake, huwezi kuyaingilia maamuzi ya Allah. Lakini kwa kweli tulikuwa tuna msimamo mzuri
Mimi nakushukuru sana kwa nafasi yako. Asante. Na asante sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Asante. Sawa sawa. Basi kutoka hapa nyumbani kwa hayati Maalim Seif Sharif Hamad, mimi ni Lambert Stanislaus, na pembeni yangu hapa alikuwa ni mwenyeji wangu Aunty Awena, tukizungumza kuhusiana na maisha ya Maalim. Aunty Awena ndiye mke wa hayati Maalim Seif Sharif Hamad, na kama nilivyokujuza mwanzo, jina lake halisi ni Bi Awena Sinani Masud. Tulikuwa tukizungumza kuhusiana na maisha ya Maalim Seif, wala kwa ufupi sana, maisha ya nyumbani na yale alikuwa anayajua pengine sisi hatuyajui. Mimi ni Stanislaus Lambert, na ndugu yangu Isa Manoti yupo nyuma ya kamera, na sasa hivi hapa namuona kwa mbali ndugu yangu Saidi Miraj, na amekuja kuvamia kutazama kinachoendelea hapa ndani. Usiache kutufuata kwenye mitandao ni Instagram, Twitter pamoja na Facebook. YouTube channel yetu ndio hiyo hapo, unaweza kusubscribe.